Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kuishi maisha mazuri na yenye mafanikio, si kila jambo unatakiwa kulisema kwa wazazi wako. Vipo baadhi ya vitu ambavyo lazima ujizuie na kujiwekea mipaka. Kamwe usiviseme vitu hivyo kwa wazazi wako. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia mambo 5 ambayo hautakiwi kuyasema kwa wazazi wako, haijalishi unawapenda kwa asilimia ngapi. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo 5 ambayo kamwe hautakiwi kuyasema kwa wazazi wako. Namba 1, mambo yanayohusu ndoto zako ambayo unatarajia kuyafanya siku si nyingi. Asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuwashirikisha wazazi wao kuhusu mambo mbalimbali ambayo wanatarajia kuyafanya katika siku za usoni, kwani watu wengi wanaamini wazazi wana haki ya kujua kila kitu ambacho wanakifanya. Watu hawa wanawashirikisha wazazi wao kila kitu kwa sababu hawajui ni hatari kubwa kiasi gani ambayo wanaitengeneza katika maisha yao. Miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa tuvijue ni kuwa ni kweli miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuona tukiwa tumefanikiwa ni wazazi wetu, kwani wazazi ni binadamu pekee ambao wanatamani mafanikio yetu yawe makubwa kuliko wao. Unaweza ukawa unajiuliza, kama nimesema wazazi ni wanadamu pekee wanaotamani ufanikiwe kuliko wao, kwa nini usiwaambie kuhusu mipango unayotarajia kuikamilisha hivi karibuni? Ninakukataza kwa sababu kitendo cha kueleza wazazi wako kinaweza kwenda kuzuia usiende kutimiza mipango ambayo unatarajia kuitimiza. Na sababu moja ni hii: wazazi wetu kwa asilimia kubwa wanapenda kuzungumza na ndugu, rafiki na jamaa zao kuhusu sisi, hasa tunapokuwa na mafanikio katika nyanja fulani, kwani wazazi hupenda kutuzungumzia sisi kama namna mojawapo ya kujivunia mapambano yetu katika maisha. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatarajia kufanya kitu fulani kikubwa, utakapomueleza mama yako au baba yako, tegemea mzazi wako atakwenda kuwaeleza ndugu, rafiki na jirani zake kama namna mojawapo ya kujivunia uzao wake. Kitakachotokea ni hiki: watu pekee ambao ni rahisi kukuzuia kiroho ama kuyazuia mafanikio yako kwa sababu wanakujua vizuri ni ndugu zako au majirani zako, kwa sababu umekuwa wakiwa wanakuona na umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanawafahamu kiundani zaidi tangu ulipokuwa mtoto. Kumbuka, adui namba 1 ambaye anaweza kuyazuia mafanikio yako kiurahisi ni yule anayekujua. Hivyo ni vema wakati mwingine tukaweka siri, tuwe na utamaduni wa kuwafanyia surprise wazazi wetu, kwa sababu ni namna mojawapo ambayo inaweza kutulinda kuliko tukiwa watu wa kusema kila kitu ambacho tunatarajia kukifanya kwa wazazi wetu. Namba 2, mapungufu au makosa ya mtu ambaye upo naye katika mahusiano. Wapo baadhi ya watu ambao wapo katika maisha ya ndoa na wapenzi wao, lakini pindi wapenzi wao wanapowakosea, wamekuwa ni binadamu ambao wanawaeleza wazazi wao moja kwa moja. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambaye unapokosana na mwenza wako, unawaeleza wazazi wako kuhusu makosa ambayo mwenza wako amekutendea au mapungufu ya mwenza wako, kuna kitu kibaya ambacho unakitengeneza baina ya mwenza wako na wazazi wako, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kitendo cha kuwa unawaeleza wazazi wako kuhusu mapungufu au makosa ambayo mwenza wako wanakutendea kitatengeneza chuki baina ya wazazi wako na mwenza wako, kwani wazazi wako ni binadamu ambao hawapendi kukuona ukipita katika changamoto. Mara nyingi furaha yako ni furaha yao pia. Kama utakuwa mwanadamu ambaye unapenda kukaa na wazazi wako
Kisha unawaeleza namna ambavyo mwenza wako anakuumiza, alafu kesho unarudiana naye, ama unawaeleza hali ya kuwa upo naye katika mahusiano, kwa sababu wazazi wako wanatamani kukuona ukiwa salama. Watakuwa ni viumbe ambao wanaanza kufanya jitihada za kuvunja mahusiano yenu. Kumbuka, hakuna mahusiano yasiyokuwa na changamoto. Wakati mwingine, uwezo wa kutatua changamoto ambazo zinakuja katika maisha yako bila kuwaeleza wazazi wako inaashiria ukomavu wa akili yako. Penda kudili na changamoto ambazo zinatokea katika mahusiano yenu bila kuwashirikisha wazazi wenu. Hilo litakujengea mahusiano bora baina yako wewe na mtu ambaye upo naye katika mahusiano. Namba 3, usiwaeleze wazazi wako kila gumu ambalo unalipitia katika maisha yako. Ukiwa mwanadamu ambaye upo katika safari ya maisha, magumu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuja na kuondoka kwenye maisha yako. Kanuni moja ya maisha ni kwamba hakuna magumu ambayo yatabaki milele kwenye maisha yako, na hakuna mazuri ambayo yatabaki milele kwenye maisha yako. Kwa sababu hiyo, magumu yanaweza kuja na kuondoka kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya nyakati ambazo tunaweza tukawa tunapitia magumu kiasi kwamba tukashindwa kuvumilia. Hizo ni nyakati ambazo tunaweza kuwaeleza watu wetu wa karibu ambao tunaamini wanaweza kutusaidia kuvuka katika magumu ambayo tunayapitia katika maisha yetu. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, si kila gumu ambalo linakuja katika maisha yako ni vema kwenda kufungua mdomo wako na kuwaeleza wazazi wako. Kumbuka, kila unapoeleza wazazi wako kuhusu magumu ambayo unayapitia kwenye maisha yako, unawaweka katika hali ya msongo wa mawazo, kwani wazazi wako ni moja kati ya binadamu ambao wanakupenda pengine kuliko binadamu yeyote katika hii dunia. Ni binadamu ambao wanatamani kukuona ukiwa na furaha nyakati zote. Ili kuhakikisha wazazi wako wana furaha mara nyingi, baadhi ya changamoto ambazo unazipitia, penda kuzifanya kuwa siri, washirikishe baadhi ya watu. Ikiwa tu changamoto hizo umeshindwa kabisa kuzitatua, huo ndio wakati ambao unatakiwa kuwafuata wazazi wako na kuwaeleza, kwa sababu kitendo cha kuwa mwanadamu ambaye unawaeleza mara kwa mara kuhusu changamoto ambazo unazipitia wazazi wako kitakuwa kinawanyima furaha wazazi wako, na mara zote watakuwa ni binadamu ambao wapo katika msongo wa mawazo. Namba 4, kamwe usiwaambie wazazi wako kuhusu ndoto zako za maisha. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo asilimia kubwa ya binadamu huyafanya katika maisha yao ni kuwaambia wazazi wao ama kuwashirikisha wazazi wao kuhusiana na ndoto ambazo wanazo katika maisha yao. Kumbuka, wewe ni mwanadamu mwenye ndoto zako na wazazi wako ni binadamu wenye ndoto zao. Inawezekana wazazi wako wanaamini ninyi ni binadamu ambao mmezaliwa katika familia ya kimaskini. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kufanikiwa kutoka kwenye familia yenu, kwa sababu tangu uzao uliopita hakuna mtu ambaye amewahi kufanya kitu ambacho wewe unataka kukifanya. Hivyo watakukatisha tamaa, watakuaminisha hauwezi, na wataanza kukupangia ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya na kitu gani ambacho hautakiwi kukifanya. Lakini kumbuka, inawezekana wewe umebeba kusudio kubwa ndani yako kuliko wazazi wako. Hivyo chochote ambacho unatamani kitokee kinaweza kutokea. Ndoto zako zifanye kuwa siri zako. Acha mafanikio yako yazungumze mbele ya macho ya wazazi wako. Namba 5, kamwe usiwaeleze wazazi wako kuhusu mikakati ambayo unayo maishani mwako. Mikakati ni kama njia ambayo mwanadamu huitumia kufikia malengo ambayo anataka kuyafikia kwenye maisha yake. Kwa nini hautakiwi kuwaeleza wazazi wako kuhusu mikakati yako? Jibu ni kwamba wazazi wako, kwa sababu mara nyingi wanapenda kujivunia kuhusu wewe kwa ndugu, rafiki na majirani zao, watakuwa watu ambao wanawaeleza ama kuwaambia ndugu zao, marafiki zao na majirani zao kuhusu mikakati uliyokuwa nayo maishani mwako. Jambo ambalo unatakiwa kulijua
Miongoni mwa binadamu ambao hawatamani kuona ukifanikiwa ni majirani ama ndugu zako wa karibu, kwa sababu wazazi wako watafungua midomo yao na kuyasema hayo kwa ndugu zako wa karibu. Ndugu zako wa karibu, ikiwa wana roho za kishirikina, wanaweza kuutumia ushirikina wakazifunga njia ambazo ungezitumia kupata mafanikio. Hivyo ifanye mikakati yako kuwa siri kama unatamani kufanikiwa kuliko watu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.